Haleluya, mtu wa Mungu popote pale ulipo, Bwana Yesu asifiwe. Ujambo na karibu sana kwenye madhabahu ya kambi ya wateule. Jumatatu nyingine Mwenyezi Mungu ametuwezesha kuwa kwa pamoja tarehe 29 mwezi wa 12 mwaka wa 2025. Tunahesabu masiku tuhitimishe huu mwaka wa 2025 na tuukaribishe mwaka 2026. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza, ninakukaribisha zaidi na ili tuweze na kulipokea neno lake Mwenyezi Mungu, neno la kutujenga, neno la kutuinua, na hata tunapokamilisha huu mwaka na kuanza mwaka mwingine wa 2026, tunalo neno lake Mwenyezi Mungu na ambalo ni la kutuelekeza. Na hivyo karibu sana na ili tuweze na kupokea neno lake Mwenyezi Mungu. Na ninasoma kutoka Samueli wa kwanza sura ya 30. Nitasoma ule mstari wa kwanza hadi wa 8. Samueli wa kwanza sura ya 30 mstari wa kwanza hadi wa 8. Na Biblia inasema, ikawa Daudi na watu wake walipokuwa wamefika Siklagi siku ya 3, Waamaleki walikuwa wameshambulia Negebu na Siklagi, nao wameupiga Siklagi na kuuchoma moto, nao wamewachukua mateka wanawake, walikuwemo wakubwa kwa wadogo. Hawakuwaua wowote, ila wakawachukua wakaenda zao. Basi Daudi na watu wake walipoufikilia mji, tazama, ulikuwa umechomwa moto, na wake zao na watoto wao waume kwa wake wamechukuliwa mateka. Ndipo Daudi na watu waliokuwa pamoja naye wakainua sauti zao na kulia, hata walipokuwa hawana nguvu za kulia tena. Na hao wake wawili wa Daudi walikuwa wamechukuliwa mateka, ambao ni Ahinoamu wa Yezreeli na Abigaili aliyekuwa mkewe Nabali wa Kameli. Naye Daudi akafadhaika sana, kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe, kwa maana nafsi za hao watu wote walisononeka, kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake. Lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Kisha Daudi akamwambia Abiathari kuhani, mwana wa Ahimeleki, tafadhali niletee hapa hiyo naivera. Naye Abiathari akamletea Daudi naivera huko. Daudi akauliza kwa Bwana akasema, je, nikiwafuata jeshi hili nitawapata? Naye akamjibu, fuata, kwa kuwa hakika utawapata, nawe ukosi utawapokonya wote. Baba, zungumza nasi kupitia hili neno lako. Umekuwa nasi kuanzia Januari hadi siku ya 29 ya Disemba mwaka 2025. Ni mengi tunayapitia, ni mengi tumeyapitia. Baba, kaseme nasi kupitia hili neno, katupe tumaini, katupe na hata mwelekeo, katupe njia ya kufuata na hata tunapoingia mwaka wa 2026. Mfalme mkuu na mtakatifu, jitukuze na ujitwalie sifa kupitia hili neno lako, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Ni neno lake Mwenyezi Mungu Jumatatu ya leo, ikiwa ni tarehe 29, na nimekuambia kwamba ni neno la kutuhimiza, na ndio maana hili neno nimelipa kichwa kujitia nguvu katika Bwana, kujitia nguvu katika Bwana. Na hapa tumesoma, tunaona ni Daudi na ambaye alikuwa na jeshi lake, na Biblia inaelezea baada ya siku 3 walikuwa wamerejea katika mji wao, na mji wao ulijulikana kama Siklagi. Na ukiangalia Siklagi, mle ni mji na ambao Daudi alikimbilia, ama Daudi alikabidhiwa lile jiji na mfalme wa Wapalestina kwa jina Achish, na ambapo aliishi
kwa miezi 16. Kwa hivyo ule mji haukuwa mpya wa Daudi, na ule mji ulikuwa sasa umekuwa wa Daudi, maana Biblia imeelezea vizuri zaidi kwamba waliporudi walipata nyumba zimeteketezwa, mabibi wao wametwaliwa, wana wao, na Biblia ina rekodi vizuri kwamba hakuna yule aliyeuawa, lakini walitwaliwa. Na tunaona ya kwamba huu ulikuwa mji wa Daudi, na Daudi na wanaume wake, wanajeshi wake, wakarejea katika ule mji, wakapata tu ni vumbi, wakapata tu ni moshi na ambao ulikuwa pale, na hivyo mji uliokuwa umesimama, mji na ambao waliita nyumbani, ukawa ni mavumbi, ukawa ni majivu, kwa sababu ulikuwa umevamiwa na wake zao, mali zao, wana wao wakatwaliwa. Na Biblia inasema ya kwamba kila kitu kilikuwa kimechomwa, lakini uzuri ni kwamba hawakuwa yeyote ambao waliutoa ama waliteketeza ule mji na wakatoa mali za na watu wa ule mji wa Ziklagi. Na hivyo wale wanajeshi wa Daudi wakaanguka miguuni mwao, na Biblia inasema kwamba wakalia mpaka wakaishiwa na machozi, mpaka wakakosa chakulia tena, na wakaingia katika masononeko. Na hivyo katika kule kulia waliishiwa na nguvu, katika kule kusononeka waliishiwa na nguvu. Hata Daudi na ambaye alikuwa amepakwa mafuta au mpakwa mafuta wa Mungu, Biblia ina rekodi ya kwamba vizuri zaidi, hata yeye na ambao mafuta ya ukuhani, mafuta ya ufalme yalikuwa yanamiminika katika kizazi chake, naye pia alisimama akiwa amefadhaika, akiwa ameishiwa na nguvu. Na wale wanaume na ambao walikuwa jeshi lake, sasa ikafika wakati wakamgeuka, wakaanza kutaka kumgonga mawe. Na angalia hapa, Biblia inakuwa inazungumza na inasema ya kwamba wale wanaume tu pia, wale walimba ushindi wa Daudi, ndio walimgeukia, wakasahau ushindi aliyoupata. Na tunaona ya kwamba Biblia inatuambia kwamba walitaka kumgonga mawe, na hivyo pale Biblia inakuwa inasema ya kwamba katika hilo giza, katika huo ambao ni usaliti, katika majivu, katika moshi, Daudi, Biblia inatuambia alitenda jambo na ambalo alikuwa la kawaida, na ni jambo na ambalo tunaweza tukaliangalia na tukajifunza kutoka kwa Daudi. Tumetembea kuanzia Januari hadi mwezi wa Disemba tarehe 29. Ni mambo mengi na ambayo tumeyapitia, ni mambo mengi na ambayo tulikuwa tumepanga, na labda yale uliokuwa umeyapanga hakuna hata moja limetimia. Labda hata uligonjeka, labda hata ni mambo mabaya yamekutukia. Tunaona Daudi yalitukia mambo mabaya, maana alikuwa anaongoza jeshi, na aliporejea akapata mji wao ulikuwa umetwaliwa. Na Biblia ina rekodi vizuri zaidi, inasema ya kwamba Daudi alifanya jambo na ambalo alikuwa la kawaida, na tunaweza tukajifunza kutoka kwa Daudi. Sijui mwaka 2025 umekuwa vipi, sijui mwaka wako umeenda vipi, sijui ni yepi umeyaafikia. Tunaweza tukajifunza kutoka kwa Daudi. Biblia inasema ya kwamba licha ya kwamba alikuwa ameona mambo mabaya yote, mji wake wawili wametwaliwa, pamoja na wale wanajeshi kumegeuka, Biblia ina rekodi ya kwamba inasema Daudi akajipa nguvu katika Bwana. Daudi akajitia nguvu katika Bwana. Daudi akafurahia katika Bwana. Nasi pia tunaweza tukaiga Daudi. Ndiyo, kuna yale tulikuwa tumepanga 2025 na tujaweza kuyafikia. Ni mengi yametukia 2025. Badala ya kulaumu watu, badala ya kusononeka, badala ya kumlaumu Mungu, si tunaweza tukajipa nguvu katika Bwana. Na kujipa nguvu katika Bwana ni kuangalia Mungu na kuelewa ya kwamba yeye ndiye mwanzo na yeye ni mwisho. Yeye ndiye Mungu mwenye nguvu zote. Na hivyo hata Yesu Kristo akawa anazungumza na akawaambia wanafunzi wake, msifadhaike mioyoni mwenu, mwaminini Mungu na mniamini pia na mimi. Na hivyo nasi badala ya mafadhaiko, badala ya kusononeka, badala ya kulaumu watu, badala ya kulaumu mala biashara ilianguka, badala ya kulaumu kampuni tulifutwa kazi, badala ya kulaumu mambo mawili watatu wawili uliwategemea na wakakufeli, badala ya kufanya vile, unaweza ukajitia nguvu katika Bwana, unaweza ukafurahia katika Bwana. Kwa nini ufurahie katika Bwana licha mambo
mambo yote na ambayo umeyapitia mwaka wa 2025, Biblia inatuambia kwamba Daudi akushtuka, Daudi akukimbia, Daudi alijitia nguvu katika Bwana. Daudi alimgeukia yule Mungu na ambaye alikuwa na yeye kule kwenye caves, alikuwa na yeye kule kwenye mabonde, na ambaye pia alitarajia awe na yeye katika ikulu. Huyu Mungu aliyekuongoza kuanzia Januari au jakufa. Hata hapa tunaona Biblia ina rekodi vizuri zaidi, hakuna yule aliyeuawa, lakini walitoa vitu vyote, kumaanisha so long as au jakufa, so long as unapumua, bado Mungu hajamalizana na wewe, bado Mungu anaweza akakurejesha, bado Mungu anaweza akakuongoza tena. Na hivyo ndio maana Biblia imerekodi hilo kwamba hakuna yeyote aliyeuawa pale, na hivyo Daudi akafanya jambo na ambalo tunafaa kuiga kutoka kwake, na tukiiga kutoka kwake maisha yetu yatabadilika. Tunapoingia 2026 tutaingia na utofauti, maana hatutaingia watu na ambao wamesononeka, hatutaingia watu na ambao wamefadhaika, hatutaingia watu na ambao wanamlaumu Mungu, hatutaingia watu na ambao wameisha nguvu, hawana imani tena. Tutaingia kama watu na ambao wamejipa nguvu katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona Daudi alipojipea nguvu katika Bwana, alimwendea Mungu yule aliyekuwa anatembea na yeye, yule Mungu na ambaye aliagiza apakwe mafuta, yule Mungu na ambaye aliweza na kumchagua. Nasi pia tuliokoka tunaweza tukamrudia yule Mungu, badala ya kusononeka, badala ya kuwa na mafadhaiko, tunaweza tukajitia nguvu katika Bwana na tukamwendea huyu Mungu aliyetuongoza Januari, Februari, Machi, Aprili, Mei, Juni, Julai, na tukazungumza na yeye. Na hatuwezi tukazungumza na yeye tukiwa tumefadhaika, tukiwa na masononeko. Daudi anatufunza hilo. Ukimwendea Mungu maana unamtumainia, hauwezi ukamwendea na manunguniko, hauwezi ukamwendea na lawama. Lazima umwendee ukiwa umemtumainia, ukiwa umejitia nguvu na kufurahia katika Bwana. Na Biblia ina rekodi vizuri zaidi kwamba Daudi akaita kuhani, na hivyo akamwambia nipe. Yani Daudi sasa akaenda kuzungumza na Mungu. Acha tusindie zaidi, akaenda kuzungumza na Mungu na akamuuliza Mungu, nifuate na nikifata, je, nitaweza na kupata vyote na ambavyo viliporwa? Nawe mwaka 2025 badala ya kusononeka, unaweza ukajitia nguvu katika Bwana na ukamuuliza Mungu, ninapovuka mwaka 2026 nifanye nini? Utaniongoza vipi? Hapa nilifeli, nafaa kufanya nini na ili 2026 niweze kufaulu? Daudi akumwacha Mungu, Daudi akusahau Mungu. Alielewa ni Mungu na ambaye anaweza akakomboa, alielewa ni Mungu na ambaye anaweza akampa nafasi nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo tunaweza tukafanya vile, badala ya kulalamika na kulaumu watu. 2025 haikuenda vile ulitarajia, unaweza ukamwangalia Mungu na ukauliza Mungu mwelekeo. Na uwezi ukauliza Mungu mwelekeo ukiwa na manunguniko, utamuuliza Mungu mwelekeo ukiwa umemtumainia, ukiwa umemwamini na ukamtumainia na ukamwangalia, badala ya kulalamika, badala ya kulia, na ukamuuliza Mungu utafanyaje? Ukamuuliza Mungu, nifanye nini hapa? Daudi alimuuliza, nifuate na nikifuata nitawapata. Na Biblia ina rekodi vizuri, Mungu alimjibu, na alipomjibu, Biblia ina rekodi vizuri, Daudi alifuata na alipata vyote. Unachohitaji ni sauti ya Bwana. Unachohitaji ni kuisikia sauti ya Bwana, na huwezi ukaisikia sauti ya Bwana ukiwa katika malalamiko. Unaweza ukajitia nguvu katika Bwana. Jitie nguvu katika Bwana. Haijalishi 2025 imeenda aje, hiyo sasa iko mwisho. Daudi angegeuza chochote, lakini alichoelewa ni kujitia nguvu katika Bwana, kwa sababu wanajeshi wake walitaka kumgonga. Hata wewe angalia hali zilivyo, hakuna
lolote lile ambalo ni la kupendeza. Unaingia 2026 na madeni umejaza machungu. Badala ya kujaza machungu, badala ya mafadhaiko, sumwangalie Mungu, sujitie nguvu katika Bwana. Na ukijitia nguvu katika Bwana, inakuwezesha kuisikia sauti ya Mungu vyema, inakuwezesha kumwelewa Mungu zaidi na kumfahamu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona hapa kuna jambo moja nataka nikuelezee tunapokuwa tunamalizia, kwamba wakati hali zinaonekana kuwa mbaya, kama vile wakati na ambapo Zikilagi yako imeteketezwa, jitie nguvu katika Bwana, jitie nguvu katika Bwana kabla ya kuchukua au kuweka mikakati mingine, kabla ya kuangalia na kuweka mipango mingine. Hali zijaenda vile ulipanga 2025, kabla uweke mipango mingine ya 2026, jitie nguvu katika Bwana. Unapojitia nguvu katika Bwana, utaweza na kumuuliza Bwana, 2026 nitaingiaje? Je, 2026 nifanyeje Bwana? Na yeye hakika, kwa sababu una manunguniko, kwa sababu una mafadhaiko na mwaka 2025, maana umejitia nguvu katika Bwana, utaisikia sauti ya Bwana vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Daudi akumtafuta Bwana akiwa amekasirika. Daudi akumtafuta Bwana wakati anainua lawama. Daudi akutafuta Bwana wakati alikuwa ameshtuka, wakati alikuwa na hofu na wasiwasi. Lakini Daudi kwanza alijitia nguvu katika Bwana, kwa sababu alijitia nguvu katika Bwana. Na ni wakati na ambapo nafsi yako umejitia nguvu katika Bwana, hapo ndipo utapata mwelekeo wa Mungu. Na hivyo kabla ya kutafuta huo mwelekeo, kabla ya kutafuta hayo maagizo, kabla ya kuweka hiyo mikakati, mtafute Mungu. Na utamtafuta Mungu ukiwa umejitia nguvu katika Bwana, hapo ndipo utamsikiliza vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya kupata maagizo yanayokuja, ukiwa umejitia nguvu katika Bwana, utayapata yale maagizo vizuri, utasikia sauti ya Mungu. Lakini katika manunguniko hauwezi ukasikia sauti ya Mungu. Katika kukasirika, katika lawama, hauwezi ukaisikia sauti ya Mungu. Lakini wakati utakapoweka sikio lako, wakati na ambapo utajitia nguvu katika Bwana, utapata njia nzuri. Huyu Daudi ndio anasema ya kwamba, anakuwa anaandika na anasema vizuri zaidi, anasema ya kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga katika njia zangu. Daudi anaelewa haya mambo, na ndio maana anatufunza, badala ya kulalamika, wewe mwangalie Mungu, jitie nguvu katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo shika hili la pili. Mwaka 2025 labda imekuwa Zikilagi yako, labda unaona tu majivu, labda unaona mambo yaliyoharibika. Usikae pale, maana Mungu anataka upate mwelekeo wake, na zaidi Mungu anataka kutumia hayo majivu ya 2025 na ili kuweza kukuinua. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka abadilishe hayo majivu, Mungu anataka abadilishe hayo machungu, Mungu anataka abadilishe huko kufeli katika nafasi ya kufaulu katika maisha yako, katika nafasi ya kuinuka na kusonga mbele katika maisha yako. Angalia, Zikilagi haikuwa mwisho wa Daudi, nawe pia 2025 haitakuwa mwisho wako. Huo ugonjwa hautakuwa mwisho wako, uko kufeli, kufutwa kazi hakutakuwa mwisho wako. Hayo magonjwa, hiyo biashara kuanguka haitakuwa mwisho wako. Badala ya wewe kunung'unika, jitie nguvu katika Bwana, maana kuanguka kwa hiyo biashara, kufeli katika mwaka 2025, Mungu anataka itumie kama platform yako kukuinua. Angalia, baada ya Zikilagi, Daudi aliingia katika ufalme. Baada ya Zikilagi, Daudi aliingia katika ufalme, akawa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo ninapomalizia nataka kusema hivi, wakati mwingine mahala na ambapo unaona umepata mwanguko mkubwa, mahala na ambapo unaona umefeli zaidi, hapo ndipo ushindi wako
mkuu umejificha. Hapo ndipo breakthrough yako ilipo. Labda 2025 hata hutaki kuikumbuka. Mungu anataka kuambia hivi kwamba hapo ndipo breakthrough yako inaanzia. Ziglagi haikuwa mwisho wa Daudi, ilikuwa mwanzo ya yeye kuingia katika ufalme. Nawe katika hilo ulilofeli, huo ndio mwanzo wako wa kuingia katika ukuu. 2026 jitie nguvu katika Bwana, mwangalie Bwana, mtafute Bwana na utaona utofauti katika maisha yako. Na hivyo fanya hivi, wakati mwingine Mungu ataruhusu Ziglagi. Msimu wa Ziglagi ni wakati ambapo mambo yameharibika, na hivyo anataka hivyo, na ili aweze kuyapanga maisha yako anafanya vile, na ili aweze kupanga watu na ambao aliwaweka, na ili kuweza kukufikisha katika hatima yako. Mungu anataka kusafisha moyo wako. Mungu anataka kukuweka katika nafasi mpya, anataka kuondoa hiyo sehemu akuweke nyingine, na ili uweze kuingia katika ufalme. Na hivyo uwezi ukajua nini Mungu anakupangia wewe. Endelea kujitia nguvu katika Bwana, endelea kumwangalia Bwana, na utaona utofauti mkubwa katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo katika hilo ambalo ulifeli, huenda ndio ukuu wako ulipo. Si unapoingia mwaka 2026, mwaka 2025, usiruhusu kuweke chini. Wewe jitie nguvu katika Bwana na utaona maisha yako yakibadilika. Baba, ni asante kwa kuzungumza nasi, ni asante kwa kunena nasi, ni asante maana wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe. Ni asante kwa kunena nasi alfajiri ya leo, mchana wa leo, usiku wa leo, Mungu wetu, maana wewe ni Mungu. Umezungumza nasi, umetuambia badala ya kufeli, badala ya kunung'unika, badala ya kuishiwa na nguvu, tujitie nguvu katika Bwana, tukuangalie wewe na tukutazamie wewe, na tutaona ukuu katika maisha yetu katika mwaka 2026. Tumia hayo mavumbi Baba, tumia hayo majivu Mungu wetu, na hata kutupeleka katika hatua nyingine. Tunakuaminia Baba, tunakutegemea Baba. Pokea sifa zote na utukufu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen. Asante sana kwa kulitazama hili neno lake Mwenyezi Mungu siku ya leo. Mungu akubariki, Mungu na akuzidishie. Mimi naitwa Mchungaji Benson Mwanza. Wakati wote neno la Mungu likiwa la baraka kwako, vema zaidi unatoa zaka zako, unatoa sadaka zako, na unatoa kupitia M-Pesa 0792593648 0792593648 0792593648. Tupatane tena hapo kesho katika neno lingine la kumalizia mwaka na la kuweza kutuhimiza tuingie 2026 tukiwa tunamtumainia Mungu, tukiwa tunamwangalia Mungu, na maisha yetu yatakuwa ya utofauti. Mimi nakupenda sana na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.